nimekutana na mtaalamu ambaye bwana amekuja kuchukua vifaa vya mazoezi bwana Gari Mzinga, moja kati ya watangazaji bora kabisa. Kwanza tumemtafuta, tunataka tufahamu kwamba mchezo wa finali kati ya timu ya kutoka Tanzania Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane vipi atatangaza yeye, maana katika mechi kama hizi watu wengi sana wameonekana kumuamini akitangaza mechi za Kiafrika hizi za timu za taifa na club. Tumemtafuta, kwanza tuambie bwana, watu wengi sana walikuwa wanauliza mechi hii atatangaza Gari Mzinga, kwa sababu wakiwa wanatazama ile mechi wanajifunza vitu vingi na sauti yako inawaburudisha. Wanataka wafahamu, unaweza kuwaeleza pale moja kwa moja wanakutazama bwana, mechi hii utatangaza wewe? Kwanza Marco Mzumbe sijui kwa nini anacheka. Yeye yuko nyuma ya kamera lakini sijui kwa nini anacheka. Swala kutangaza kuna napata wasiwasi kusema. Yaani najiuliza niko sahihi kusema au siko sahihi kusema, lakini anyway sitangazi mimi hiyo mechi. Sihusiki nayo kwenye kutangaza kwa namna yoyote ile, kwa maana ya kwenye television wala kwenye radio. Na sitangazi hiyo mechi kwa sababu ratiba yangu ya kutangaza mechi inaonesha mimi natakiwa kutangaza mechi ya nusu finali ya kombe la FA kati ya Young Africans na JKT Tanzania. Hiyo mechi inapigwa siku ya tarehe 18, yani Jumapili. Kwa hiyo Simba wanacheza Jumamosi, mimi Jumapili nitakuwa kibaruani kwa ajili ya kutangaza hiyo mechi. Maana yake nini? Kwamba natakiwa kusafiri kwenda Tanga kwa ajili ya hiyo mechi. Kwa hiyo siwezi niko Tanga nitangaze na mnyama huko kwa Tanga, hapana. Kwa hiyo mechi safiri sitakuwepo. Nakumbuka ilikuwa mechi ya Al Masry na Simba. Ilikuwa nimetoka kutangaza mechi ya Yanga na Coastal Union. Siku iliyofuata nikafanya mechi ya Mamelodi Sundowns na Esperance de Tunis. Nikatakiwa pia kufanya mechi ya Al Masry na Simba. Kwa hiyo binafsi niliona hii fixture imekuwa tight hivi. Nikaomba mchezo mmoja wanipumzishe. Niliomba kwa viongozi wangu na nikakubaliwa kupumzishwa mchezo wa Simba na Masry. Ilikuwa ni option kwamba nipunguziwe Simba na Masry au nipunguziwe mchezo wa Azam na Yanga. Sababu kwa nakumbuka Simba na Masry wamaliza kucheza, siku iliyofuata Azam na Yanga wakacheza. Kwa hiyo nikaenda kufanya Azam na Yanga, mchezo wa Simba na Masry ukatolewa pale. Nilitangaza mchezo wa nusu finali kule kati ya Simba na Stellenbosch ya Zanzibar. Nilitangaza ile mechi. Mnyama anapata alama 3 na bao 1. Yes, Mnyama anaua ile mechi goli 1-0. Na ndio mechi ambayo ilimvusha kwa watu wanaofuata. Kwa hiyo nimejaribu tu kukupa details nyingi, lakini kimsingi hiyo mechi sitotangaza mimi. Ndio. Na hapo umezungumzia mchezo wa nusu finali ambao ulitangazwa wewe katika uwanja wa New Amani Complex. Tunataka mtazamo wako kwa sakata ambalo linaendelea kwa mnyama Simba. Nimepause kwanza hapo tuzungumzie hili kwa sababu ndio kitu ambacho sasa hivi kinaendelea. Ukiacha finali yenyewe ambayo itachezwa kesho, lakini kuna hili sakata. Tunataka tupate mtazamo wako Gari Mzinga. Maana tunaona mnyama amekuwa anakataa kwenda kucheza kule na CAF anasema tayari mechi inatakiwa ikachezwe kule, lakini wanaonekana uwanja uko tayari na wamefanya logistic. Kwa namna ambavyo unafuatilia soka la Afrika, watu wengine wanaweza kusema kwamba CAF ana mamlaka ya kupangia timu uwanja. Maana inaonekana kama alimpangia Simba kucheza ule uwanja, hakujadiliana naye. Unaweza kutusaidia kwenye swala hili? Yes, kwa ninavyofahamu kwanza Simba hajagomea kwenda kucheza Zanzibar. Yes, hajagomea kwa sababu Simba walichokisema baada ya barua ya CAF ambayo inaelekeza waende kucheza Zanzibar, Simba tamko lao kama klabu walisema baada ya mchezo wa finali kumalizika ndo wataweka wazi uwanja utakaotumika kwa ajili ya mchezo wa pili wa mkondo wa pili. Kwa hiyo tunasubiri kuona, lakini sishangai swali lako kwa sababu kuna tashwishi hapo ndani yake. Barua tumeona inasema waende kucheza Zanzibar, lakini Simba wanasema tutatangaza mechi ikimalizika. Maana yake nini? Maana yake kuna vitu viko sawa. Of course ni jambo ambalo liko wazi. Sio tetesi kwamba Simba wana huo uhitaji wa kwenda kucheza kule kwa sasa, wanapush wacheze Mkapa. Sio swala la kuficha. Na Crescentus Magori
ambaye ni miongoni mwa wajumbe wa bodi ya Simba, yeye aliweka wazi kwamba mechi wanataka ipigwe kwenye uwanja wa Mkapa. Hakuna sababu ya kupeleka uwanja wa Amani. Hawakatai uwanja wa Amani, lakini hakuna sababu ya kupeleka pale. Hiyo sababu ambayo imetolewa na barua ya CAF kwamba kutakuwa na heavy rain ndani ya Tanzania, hawana uhakika kama hiyo siku heavy rain itakuwepo ama haitokuwepo. Lakini kimsingi ule ndio uwanja wao wa kwanza. Mimi naona Uganda uwanja wao wa CHAN wanaotumia CHAN hautumii, Kenya hawatumii viwanja vyao vya CHAN. Tanzania kwenye ile barua kama wangekuwa wameindicate kwamba kutokana na maandalizi ya CHAN, mimi ningewaelewa, lakini sio sababu ya maandalizi ya CHAN, kwa sababu ya heavy rain, mvua kali ndo maana zimetoa uwanja unaonekana hauna ubora wa kutoa maji. Pitch yake inachukua maji kwa sababu sio ile, sio natural, sio hybrid. Hybrid ndio ile ya Zanzibar. Kwa hiyo jambo liko hapa. Kwa hiyo najaribu kuwaelewa CAF kwenye hiyo hoja yao, lakini pia wanawaelewa Simba kwenye hiyo hoja yao. Tukienda katika upande wa pili wa shilingi kwenye hii dhana ya kuonekana kama kuna fitna, kuna hujuma zinafanyika kwenye hiyo dhana, watu wanazungumza vitu vingi. Amezungumzwa hapo Fauzi Lekja, yule aliyekuwa president wa RS Berkane, kutokana na nguvu yake. Of course hata Magori pia alimgusia mtu namna hiyo kwenye post yake moja, ingawaje kuweka wazi, lakini inaonekana kabisa kwamba anamaanisha yeye. Nyuma hili tunajua kuna nani. Yes, kwa hiyo hizo fitna ziko nyingi, lakini kimsingi mpira wa Afrika fitna hazianza leo wala jana. Fitna ni jambo ambalo lipo kwa miaka mingi sana. Na hizi timu ndio maana unakuta timu nyingi sasa hivi zinatafuta network connection ya kufika kule katika ngazi za juu za viongozi. Yaani timu kuipeleka katika level za juu za uongozi wa CAF. Lengo kuu kwa ajili ya kwenda kuitambulisha hii timu ifahamike, kuna favoritism fulani hivyo inapatikana, kwa sababu football ya Africa favoritism you have to look for. Inabidi uitafute uwe nayo. Ndio maana unakuta hata Simba kuna kipindi walikuwa wanafanya hadi tour. Wanakwenda sio kina Babra na Mulamu kipindi kile. Waenda sio Cairo, wanaenda CAF, wanaenda wapi. Ili wanaenda kujifunza vitu vingi kwa wale watu ambao wamepiga hatua. Au wakawa wanatafuta uongozi, kupenetrate katika zile mission za CAF zile. Uongozi wa CAF ile ina faida kubwa kweli kweli. Sasa kuwa na wasiwasi na Fauzi wanastahili. Yani when it comes kuna hujuma inatokea kwa RS Berkane kumnyoshia kidole Fauzi, wala ujenda mbali sana. Kitu gani ambacho unadhani Simba wanadhania hapa mpaka wanafanywa hujuma, au kitu gani ambacho ukikitazama unasema hii inawezekana nikawa ni hujuma? Swali zuri. Binafsi kwenye swala la watu wengi wamejikita katika swala la hujuma inaonekana kwa kuhamishwa uwanja. Umeelewa kupelekwa Zanzibar. Sasa mimi naona kama kuna hujuma hapo ni ile ya muda. Yaani kiashiria cha hujuma ni ile, yani Magori alieleza kwamba RS Berkane alikuwa na taarifa before. Sisi tumechelewa kupata taarifa, akaeka hadi muda ambao umepata taarifa. Umeelewa? Kwa nini wale wapata taarifa ikiwa uwanja ni wako tu sisi? Sisi ndio libidi tu wa kwanza kupata taarifa, kwa nini wamekuwa wale wa kwanza kupata taarifa? Maana kwanza club ile Berkane wamekuja Federation na Simba wamepata kesho. Yes. Kwa hiyo iko ni kiashiria kimoja. Mimi nimeenda nje ya boxi. Miongoni mwa vitu ambavyo naona yani unaweza ukapata wasiwasi ni sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni uwanja umehamishwa sawa, lakini mchezo mara ya kwanza ulikuwa Benjamin Mkapa saa 10. Mechi imepelekwa Zanzibar saa 12. Zile timu za Northern Africa zina struggle kucheza katika atmosphere yetu muda wa saa 10. Yaani jua tunakadiria huo muda tutakuwa na jua kali. Kwa hiyo unapocheza saa 10 wale wanapata tabu. Kama ambavyo wao wanakuwa comfortable kule na timu zetu zinapata tabu kucheza usiku, saa 2 kwa saa za kwao, saa 4 kwa saa za huku, timu zetu zina struggle, ndivyo ambavyo na wao wana struggle katika hali yetu ukawachezesha saa 10. Kwa hiyo kuwekwa saa 12, mimi binafsi ilikuwa ni question mark. Kwamba why saa 12? Umeelewa? Ikiwa Simba anatafuta ahueni yeye, kwa sababu muda wa mechi unaanza saa 8 mchana mpaka saa 4 usiku. Yaani panga mechi yako muda wowote hapo katikati. Umeelewa? Sasa Simba anaitafuta ahueni. Ahueni yake yeye kaona ni kumchezesha huyo saa 10. Umeelewa? Ndio. Wale Mamelodi Sundowns, nazungumzia timu ya mwisho ya Sub-Saharan ya ukanda huu, kiachana ule ukanda wa Kiarabu. Wa ukanda wetu kucheza finali ya Champions League. Mamelodi Sundowns mwaka 2016 saa 9 wamecheza na Zamalek pale. Loftus ilikuwa ni Lucas Moripe masterpiece.
Pretoria. Wamecheza na wale saa 9, manake ni muda ambao wao wanaona ndo mzuri, una manufaa kwao. Kila mtu anatafuta home advantage. Kwa hiyo Simba kupelekwa saa 12, unaona kama ile home advantage ya muda kidogo inakuwa na changamoto. Lakini sehemu ya pili ambayo inaweza kukupa question mark binafsi kuhusu referee wa mchezo. Yes, Dahane Beida. Ukiangalia CAF ina waamuzi wake 5 bora kabisa ambao imewaweka kwa ajili ya kwenda kuchezesha fainali za kombe la dunia za ngazi ya klabu zinazofanyika Marekani mwezi wa 6 na 7. Si ndio? CAF katika orodha ya waamuzi 32 wanaotakiwa kwa ajili ya ile michuano, CAF wamepewa slot 5. Katika slot 5 hizi yupo Jean-Jacques Ngabo Ndala kutoka DR Congo. Yupo Ibrahim Mutas kutoka Libya. Yupo Mustafa Ghurbal kutoka Algeria. Yupo Issa C kutoka Senegal na Beida Dahane. Waamuzi 5. Beida Dahane kutoka Mauritania. Waamuzi 5 hawa msimu uliopita wa michuano ya CAF ya kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa Afrika, hawa waamuzi 5 walihusika wote kupewa mechi kubwa. Champions League first leg ilichezwa Tunisia. Mwamuzi alikuwa Mustafa Ghurbal wa Algeria. Champions League second leg mwamuzi alikuwa Jean-Jacques Ngabo Ndala wa DR Congo. Kombe la shirikisho Afrika first leg alikuwa Peter Waweru kutoka Kenya. Huyu peke yake ndo katika wale orodha ya waamuzi 5, huyu peke yake ndo hayupo. Haya, mechi ya pili ya Confederation, Issa C alichezesha kutoka Senegal. Ibrahim Mutas kutoka Libya ndo anafunga safu ya waamuzi hawa. Alichezesha mchezo wa CAF Super Cup kama unakumbuka, Ahly wanacheza na Zamalek. Ndio sawa. Yes, mwamuzi mwingine ni huyu Beida Dahame ambaye alichezesha fainali ya AFCON, unakumbuka? Nakumbuka. Msimu huu katika mechi za fainali hizi 2, ya ligi ya mabingwa 2 na shirikisho 2, hii seti ya waamuzi 5 hawa bora ambao CAF imewapeleka kule Marekani, waamuzi hawa 4 hawajatumika kabisa. Nilitarajia kwa sababu hao ndio wamepelekwa Marekani, basi katika hizi finali wangepewa, kwa sababu ndio best. Na msimu uliopita ndio walipewa hawa ndio best, ndio cream. Finali ya Champions League ya kwanza ya South Africa anachezesha Ismail Ali Mahmoud kutoka Sudan. Hayupo katika orodha ya waamuzi wale 5 bora. Finali ya pili itakayochezwa Misri anachezesha Daniel Area kutoka Ghana. Hayupo kwenye ile orodha ya waamuzi. Finali za kombe la shirikisho Afrika, mwamuzi anachezesha mechi ya kwanza kule ni Pierre Acho kutoka Togo. Hayupo kwenye ile orodha ya waamuzi. Finali ya pili ambayo inachezwa hapa sasa, amechukuliwa kwenye ile orodha ya waamuzi 5, ile cream. Ndo ameletwa Beida Dahane. Beida Dahane, unajiuliza kwa nini hawa waamuzi wengine 4 hawa bora kabisa hawajapewa hizi finali? Kwa nini finali ya pili ya Confederation ambayo Simba atakuwa nyumbani ndo kapewa Beida Dahane? Why Beida Dahane? Beida Dahane, hizi finali waamuzi wanaopewa wanatoka katika kanda tofauti na kanda ambayo hizi klabu zinatoka. Labda klabu zote zinatokea kwenye kanda moja. Kwa mfano, msimu uliopita Ahly anacheza na Esperance mechi ya kombe la ligi ya mabingwa finali, hiyo first leg, kachezesha mwamuzi kutoka Algeria, of which timu zote na waamuzi wote wanatoka Afrika ya Kaskazini. Hapo sawa. Lakini ukiangalia Simba na RS Berkane mechi ya pili ambayo itachezwa hapa, Simba wanatokea Sekafa, Afrika Mashariki na Kati. RS Berkane wanatokea Morocco, ukanda wa kaskazini. Mwamuzi anatokea Afrika Magharibi, Beida Dahane. Afrika Magharibi ni kanda nyingine na hizi 2. But Afrika Magharibi, taifa ambalo anatokea huyu ni Mauritania. Mauritania kwenye ramani ukienda, Mauritania na Morocco ni mataifa ambayo yanapakana. Yaani kama sisi na Kenya au sisi na Kongo. Maana na wale nadhani wanatumia Kihispaniola pia. Hapana. Morocco wanatumia French na Arabic. Mauritania wanatumia French na Arabic. Umeelewa? Wanaongea lugha hii moja. Lugha moja. Kwa hiyo pale manake yani sawa na Simba, mwamuzi wa hii mechi angekuwa anatoka Kongo. Kongo sio kanda wakati kimpira tunaita UNIFAC. Mwamuzi atoke Kongo. Sisi ni jirani yetu huyu. Ndio. Sababu sisi na Kongo kuna vitu kibao tunashare ikiwemo lugha. Umeelewa? Kwa hiyo ndio najiuliza swali, why huyu mwamuzi kapewa hii mechi Beida Dahane? Mimi nilipoona ile mwamuzi Beida Dahane hii mechi ya pili nikasema ushaelewa kwa sababu unakuwa na maswali pengine ambayo unaweza kujiuliza. But mwamuzi Beida Dahane, hii ni hoja ingawaje sio strong, ni hoja dhaifu.
amechezesha tangu ameanza karia mwaka 2018 kuchezesha hii michuano. Hajawahi kuchezesha timu ya Morocco ikapoteza. Umeelewa? Kachezesha mechi ngapi? Kachezesha mechi 4. Hao Berkane wenyewe kayo kuwachezesha. Walicheza dhidi ya Fossa Junior. Berkane wakashinda mabao 5-0 wakiwa nyumbani pale Manispaa ya Berkane. Ushafahamu? Kwa hiyo ni mwamuzi ambaye sio moja kwa moja, yani unatakiwa kuwa na jicho la tatu sana. Huo unajua fitness of African football ndio unaweza ukakosea kwamba yani ana vinasaba. Why Beida Dahane? Why? Ushanielewa? Kwa nini asiwe mwamuzi mwingine Bubu Traore kutoka Mali, huko Mali kombali kabisa na Morocco. So Morocco na Mauritania ni majirani ambao katikati hapa kuna Western Sahara. Western Sahara of which ni nchi ambayo sio huru, sio free state. Kwa hiyo maana yake ile sio nchi, maana yake ni sehemu ya Morocco. Algeria, Mauritania na Morocco ni manchi ambayo yameshikana. Yako pamoja hivi hata kwenye structure ya ramani yako pamoja. Kwa hiyo binafsi hivyo ndio viashiria ambavyo vinanipa tu maswali. Ni mimi binafsi. Mimi binafsi. Sio lazima na wewe Isaya vikutie wasiwasi. Ni mimi binafsi, lakini otherwise football ni mchezo wa wazi. No matter what, it doesn't kwamba umefanyaje, Simba acheze Amani. Huyo Dahane ndio alikataa goli la Stefan Aziz Ki. Yes, alikataa goli la Stefan Aziz Ki pale Loftus Versfeld, South Africa, na nilitamani aende kwenye VAR kwenda kuangalia. Basi hata angeenda tu pale afu angalia afu arudi kwamba ili alikustahili kuwa goli. Umeelewa? Lakini hakuenda kwenye VAR screen kwenda kuangalia. Akaamua kwamba bwana hili sio goli. Mike alikuwa anajua anachofanya. Sijui. Ila ndo imetokea ile kadhia, imetokea hivyo. Na amechezesha timu za Tanzania. Kachezesha Simba yenyewe kayo kuachezesha. Dhidi ya Ahli ilikuwa AFL 2-2 inachezwa hapa. Nakumbuka mechi kule kaenda 1-1, lakini goli la ugenini la huku ndo lilivusha Ahli kwenda tu inayofuata. Ambaye kuchezesha pia finali ya kombe la shirikisho Young Africans na USM Alger, mechi ya pili iliyochezwa Algeria. Leo kwa center referee Young Africans anashinda 1-0, lakini haikutosha yeye kuvuka. Msimu huu pia kaichezesha Young Africans na MC Alger wakiwa nyumbani dhidi ya Young Africans wanashinda 2-0 MC Alger. Kwa hiyo ni waamuzi mwenye wasifu, lakini ni moja ya waamuzi bora kabisa kutoka Afrika. Yes, ni moja ya waamuzi bora kweli kweli.